Umeniambia moja kati ya CV zako kwamba una elimu pia kuhusiana na masuala ya dini. Ni sawa kiongozi wa dini kujihusisha na masuala ya kisiasa? Tumeshuhudia jana kiongozi wa dini, mwanaharakati mkubwa Sheikh Ponda akijiunga na chama cha ACT Wazalendo na hakipokelewa kwa shangwe pia kubwa sana. Nimeona baadhi ya watu wakizungumza, kila mtu na upande wake. Huyu anasema kiongozi wa dini angebaki kwenye masuala ya dini, huyu anasema hiki, huyu anasema hiki. Ni kweli kwamba ni sawa kiongozi wa dini kujiingiza kwenye masuala ya kisiasa au kujiunga na chama cha siasa, au kwamba hairuhusiwi kiongozi wa dini kujiunga na masuala ya kisiasa, kiongozi wa dini abaki kwenye masuala ya dini? Unayeongea naye hapa Injinia Ngulangwa, kama ambavyo nimesema, pia nina thanawi katika elimu ya dini, lakini kwa muda mrefu sana nimekuwa kiongozi wa kiimani. Nimewahi kuwa katibu wa Jumuiya ya Waislamu Sinza Palestina, na nilishika nafasi nyingine mbalimbali. Kiutaratibu na kisheria, ukiamua wewe mtu wa dini kufungamana na siasa, ni lazima ukubali kwamba joo moja likuvuke. Kwa hiyo ambacho kinatokea kinachotakiwa, kwa mfano mimi sasa nikisimama katika mimbari mbalimbali, nitasimama kama mwanasiasa. Pamoja na kwamba inawezekana wanaosimama wakawa wanazungumzia masuala ya dini, tunafanana nao, tunalingana nao, au hata nimewazidi katika elimu ya dini, lakini lazima niwape heshima yao, na mimi lazima nikiri kwamba sasa nimeamua kuachana na yale. Alichokifanya Sheikh Ponda kinaruhusiwa kisheria, lakini lazima afahamu athari yake. Maana yake ni kwamba sasa amejivua sasa ile kofia ya kwamba yeye ni mwanaharakati huru. Maana yake huwezi kuwa huru ukifungamana. Hilo ni lazima pia alijue. Kwa hiyo ile nguvu aliyokuwa nayo kama mwanaharakati huru, ndio nguvu itakayokuwa imemvuka, lakini hajatenda dhambi kwa kuamua kuwa mwanasiasa. Tunachokitarajia kwake ni kwamba aheshimu kwamba sasa atakuwa akizungumza katika mimbari, katika majukwaa, akiwa kama mwanasiasa. Na maana yake ni kwamba asiende kulifanya hivyo katika mimbari za kidini, kwa sababu atakapoenda katika mimbari za kidini aheshimu uwepo wa watu wenye itikadi mbalimbali za kisiasa katika wale watakao kuwa wanatengeneza hadhira zile anaweza kukutana nazo. Najua Sheikh Ponda anayajua haya. Kwa hiyo anajua pia athari za maamuzi yake ya kuamua kujiunga na chama. Wakati huo kamekaa miaka kadhaa akiwa si mwanachama wa chama chochote, akiwa mwanaharakati huru, na ameheshimika kwa sababu ya ule uhuru wake aliyokuwa anautumia kama mwanaharakati huru. Kwa hiyo sasa elimu yake ya dini atakuwa nayo, anayoyafahamu katika dini atakuwa nayo, lakini kizingiti mbele yake ni kuweza kutumia jukwaa la dini kwa ajili ya kujadili siasa, au jukwaa la kisiasa kwa ajili ya kujadili dini. Maana yake alichovua ni ile sifa ya kuwa mwanaharakati huru. Hayuko huru tena kwa sasa hivi. Kwa hiyo sidhani kama amefanya maamuzi bila ya kuwaza mipaka yote hii, lakini kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaruhusiwa kuwa mwanasiasa. Anaruhusiwa kuwa mwanasiasa na kufanya siasa. Na swala la dini kuruhusu mtu kuwa mwanasiasa au kutokuwa mwanasiasa, hiyo ni jambo linalozua debate, kwa sababu misimamo ya watu tofauti. Maana yake unajua kwenye dini kuna yale yanaitwa madhahib, kwamba kila watu wanaenda katika uelekeo wao. Ukikutana na salafi watakwambia hilo jambo aliruhusiki, lakini ukikutana na watu wengine wanakwambia hata alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya sulhu ya Hudaibia, na kile alichokifanya kule Madina kilikuwa ni siasa, wakati yeye akiwa ni kiongozi wa dini. Na ndio maana Wayahudi walitakiwa walipe jizya, wakati Waislamu wakiwa wanatoa zaka katika namna ya kuongoza serikali iliyokuwa inaongoza Madina chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.